wamekuwa wakizungumzia sana performance ya Mpanzu hata ukiangalia kwenye mechi ambayo imepita. Ni namna gani wewe unaweza kuzungumzia kwamba Mpanzu kashuka kiivo, au wewe unaona ni swala la muda anaweza karudi kwenye hali yake ya kawaida? Sio Mpanzu peke yake. Unajua, unaangalia tulikuwa na Mwalimu Diana na sasa hivi amekuja Mwalimu Diana. Ukiangalia timu wakati anaichukua Fadlu, wachezaji wengi walikuwa viwango vyao viko juu. Umeona? Ukiangalia kwa mfano Edwin Barua alikuwa iko level nzuri. Ukiangalia SGR Budo alikuwa na level nzuri. Wakina Kibo, kulikuwa kuna kina Awesu, Okajefa, kulikuwa kuna fullback namba 3 Noma. Alafu ukiangalia tulikuwa tuna Mavambo. Walikuwa kiwango chao kilikuwa cha hali ya juu. Wakina Awesu cha Sambi. Lakini kadri siku zilivyokuwa zikienda walikuwa na drop. Hii mwalimu alikuwa ameshindwa kuwatengeneza. Kwa hiyo na Mpanzu naye ndo alikuwa anataka kuelekea huko, lakini Mungu bwana ametusaidia. Napongeza sana viongozi wangu. Wameligundua hilo, wamemleta mwalimu mwenye kuvinua vipaji. Sidhani kama tungekuwa bado tunafanya kama Mligo Anthony ambaye yeye alimpendekeza baada ya kumleta yule beki kutoka Tanga, akasema hapana, mimi sikumtaka huyo. Nikamtaka Mligo, alimtaka Mligo. Mligo mwenyewe naye alikuwa anamchomesha mahindi. Kwa Fadlu alikuwa anateketeza vipaji. Nafikiri alikuwa sijui kitu gani mwenyewe alikuwa na kinachompa, alikuwa na ile kitu akikung'ang'ania wewe ni wewe. Sasa ile kwenye football sio nzuri sana. Inatakiwa timu yako isiwe kauka mkuvai. Ndio maana viongozi wanapokuletea wachezaji, jitahidi wewe wachezaji uwe kama ndio mwalimu. Yaani mwalimu kama mwalimu wa shule. Ukienda kwenye shule ukikuta karibu wote wamefeli wanafunzi pale ya kulaumone, wewe mwalimu mkuu. Hawa walimu wako hawa sijui wa sayansi wa nini wanapitia madaftari yao na kuangalia vitu vyote. Sasa yeye kama Fadlu alikuwa mwalimu mkuu. Lakini kilichomsaidia mimi nafikiri ni kushiriki ibada. Ashapata bahati yule, anaenda kuiji na somo la moja. Swala 5 yule. Mwenyezi Mungu ukishiriki ibada ujue akutupa. Mwenyezi Mungu yule akasema wewe Fadlu, sitaki ya Simba ugombane nao. Ibada yako na hija yako mimi nakutoa hapa na kupeleka juu zaidi. Akampeleka juu kwenda kupata kipato zaidi yetu sisi. Sasa kule watajua mwenyewe sasa ajifunze kwa staili gani. Lakini ninavyojua wale Waarabu wa kule Morocco, sidhani kama kweli wanaweza kuvumilia kwa siku zote. Nasikia tayari mechi 2 katika sare. Kwa hiyo sisi Simba kwa mfano ligi ndio hii. Ushapata sare mechi 2. Kwa jinsi ninavyojua mimi baadhi ya mashabiki wenzangu wanaelewa. Inawaka. Sare 2. Sare hizi inawaka. Watani walipata sare samani naongelea tu nachukulia mfano. Walipata sare Watani na Mbeya City. Lakini mwenyewe nafikiri uliona kulivyowaka. Haya mechi nyingine ndio na ukipata sare. Unadumu wewe. Ngumu hiyo. Walikuwa na kocha huyu wanamuita Minuno. Yule kocha kafungwa mara hii moja. Sikatufunga sisi. Ndio. Japo goli la Asante Mwamusi. Si ndio manake? Katufunga sisi. Matokeo yake wamebaki naye yule. Hata alivyoondoka kaishia Malawi, kaishia wapi maskini ya Mungu Tobairai, kwa ndio ulivyo. Namtakia kila la Fadlu, lakini kadri unajua kila kocha na siri yake. Mimi namshukuru sana Mungu kwa kutuletea huyu Matatu. Matatu na mifumo yake iko kwenye Matatu wake. Kwa hivyo anajua. Ngoko anajua sleep tu. Watu ondoka, watu nashangilia, hata mimi maneno yangu yale nazidi kujipa confidence na ujue pasi zilipungua. Lakini pasi zimerudi sasa. Hizi milioni 800, milioni 900, milioni 750 zisharudi kama kawaida. Kwa hiyo ukiangalia hata ile maneno yangu Simba sukuru, Simba nyatini, kipiba chizi lazima uchafuke. Yale maneno mengi yani nakuwa nayaongea kwa confidence zaidi na kwa kujiamini zaidi, pasi na chaka na yote kaka. Ukiachana na kikosi ambacho atakitoa kocha, wewe ungelikuwa ni kocha, kikosi gani ambacho ungeanzana nacho kwenye mchezo wa leo? Kwa timu hii ya Simba Sports sasa hivi pale ilipofikia, pale yoyote tu anaweza, usije ukashangaa siku kwa vile ndo ishaamuliwa tu kwamba labda nafasi za magolikipa, nafasi za beki, nafasi za viungo, nafasi za mastreka. Lakini kama kuna uwezekano singeshangaa kama unaamuliwa ucheze namba hii, namba hii ucheze. Nikimwona Kibu Dennis akikaa golikipa. Kibu Dennis akikaa golikipa kwa timu tulikuwa mwalimu tulikuwa nayo. Ni swala la kawaida. Ni swala la kawaida. Anazima vizuri. Shomari Kapombe akaenda kucheza namba 7. Kama kawaida na linawezekana na vizuri.
Mligo namba 11. Wacha. Anthony Mligo na tunamfunga yoyote yule atakayekaa mbele yetu. Sina shaka yote. Kwa hiyo yeyote anaweza kazima kokote. Yoyote yule. Yoyote tuna timu usajili umefanyika wa kisasa zaidi. No. Na hichi ndio kinachosababisha hadi watani wanaoweseka. Unajua mimi ni mtu wa football. Yeah. Niko kwenye mpira miaka mingi sana. Nakujua. Mpira ile tuliocheza kule Swatini. Ile kasi yake na spidi yake, mara ya mwisho mimi kuona ule mpira ilikuwa shamba la bibi.